Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mlei kuweza kujifunza, na lakini pia kiongozi ndani ya kanisa, wajibu na mambo mengine mengi ambayo yanamhusu kiongozi ndani ya kanisa, basi unaweza kuyafahamu na ukijifunza na kukaa kabisa wakati huu tunapozungumza katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Karibu sana. Mimi ni Selina Joseph, ndani ya studio niko pamoja na wageni ambao wako hapa. Niwakaribishe nikianza na Mwalimu Mushi. Karibu uwasalimie watazamaji, lakini pia ukataja jina lako kwa uzuri. Majina yangu ninaitwa Maalim Verani Mushi, ni mjumbe kwenye kamati yetu ya uinjilishaji Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Inaonekana ni mgeni studio kikanuni, lakini ni mwenyeji kuliko kawaida. Nashukuru sana kufika. Shukrani sana. Haya, nina mgeni mwingine, karibu sana. Asante sana dada Selina. Jina langu naitwa Eleuteri Kobelo. Pia ni mjumbe katika kamati ya uinjilishaji ya Jimbo, mwana parokia ya Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Amina, karibuni sana. Hawa ni wajoli wa Yesu. Kama ambavyo ninapenda sana kuwakaribisha namna hiyo, basi moja kwa moja nimkaribishe Maalim Veran. Utufungulie kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amin. Uwe nasi Mwokozi wakati tunapoanza kipindi chetu. Tunakuomba uwe nasi Bwana. Tunakuomba Mungu Roho Mtakatifu utuwezeshe wakati tunapoenda na kipindi chetu, utupe nguvu, utukumbushe, utupe hekima. Tunapofundisha ama tunapofafanua mambo, tufanye sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na mtazamaji, basi ndivyo ambavyo tumeanza. Tuna imani na wewe pia utakuwa umejumuika katika sala hiyo fupi ya ufunguzi katika kipindi chetu. Mada ambayo tunaizungumza siku ya leo ni jinsi viongozi walei wanavyoweza kutekeleza mpango wa wokovu. Walei wanavyoweza kutekeleza mpango wa wokovu. Kipindi kilichopita tulikuwa na mambo machache, ambapo tulikuwa na ndugu yangu Eleuteri Kobelo. Labda utukumbushe kidogo tulipokuwa tumeishia, alafu leo tunaendelea na hiki. Asante sana. Kwa wale ambao pengine walikuwa hawajatupata vizuri juma lililopita, tulikuwa tunazungumzia mada yetu kubwa ni kanzi ya uongozi. Kanzi ya uongozi. Lakini tuko kwenye eneo hasa linalozungumzia malengo ya utume wa walei. Na katika haya malengo ya utume wa walei sasa tuna vipengele tunavyovipitia hivi mbalimbali. Na juma lililopita tulizungumzia namna gani viongozi walei wanavyoweza kushirikiana na viongozi mamlaka ngazi ya hierarkia, jinsi ya kuweza kujenga nguzo imara ya kanisa. Yaani kulifanya kanisa liwe imara. Na hapo tulitazama mambo mbalimbali. Tulitazama namna ya mambo ambavyo watu wanaweza kushirikiana. Hawa viongozi walei wanaweza kushirikiana na viongozi wale ngazi ya hierarkia, namna ya kuweza kujenga hiyo nguzo imara ya kanisa. Kwa hiyo cha kwanza tuliona muhimu sana ni ushirikiano. Lakini cha pili tuliona umoja. Tena umoja wenye upendo. Unaweza kuwa umoja lakini umoja ambao hauna upendo. Sasa kukiwa na umoja wenye upendo, hapo nguzo imara ya kanisa inaweza ikajengwa. Lakini pia tulitazama namna ambavyo zinaweza kutumika karama mbalimbali kwa ajili ya kuhudumiana. Huyu ana karama hii, huyu ana karama uimbaji, huyu ana karama namna hii. Sasa hizo zote zikitumika kikamilifu, kanisa linakuwa imara. Lakini pia tulitazama kwamba panahitaji kitu kinachoitwa heshima, kuwaheshimu au kuwatii wenye mamlaka. Na tunajua kwamba kuna viongozi wa halmashauri, yani wa kutoa ushauri na utekelezaji, lakini kuna viongozi wenye mamlaka katika kanisa ambao ndo mapadre, maaskofu, na hapa pia kuna mashemasi. Hawa wanaitwa viongozi ngazi ya hierarkia. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tuliyatazama katika kipindi kilichopita.
na yana umuhimu sana, kwa sababu kusema ukweli, kama hatushirikiani vitu haviendi. Kama hatuna umoja kweli vitu haviendi. Kama kila mmoja hatatumia nafasi yake, karama aliyopewa na Mwenyezi Mungu, pia vitu havitaenda. Yaani kwa maneno mengine rahisi kabisa, kanisa haliwezi kuwa imara likikosa mambo ya namna hiyo. Haya, asante sana kwa kutupitisha katika eneo hilo. Basi moja kwa moja tuingie katika mada yetu ya leo, na nadhani unataka kuongeza kitu. Nataka kuongeza kitu, lakini kwa maana ya namna alivyokuwa ameeleza Mwalimu Kobelo ni yale yatokanayo na mada iliyopita. Karibu. Sasa amezungumza mambo 6 pale, lakini heshima kwa viongozi. Heshima kwa viongozi si tu hierarkia. Ni pamoja na mimi kujua juu yangu yuko nani. Mfano, tunapokwenda kwenye maparokia yetu kuna vyama vya kitume, ambapo unaporudi kwenye katiba yetu ya halmashauri ya walei ukurasa wa 6 wamezungumzwa kwa kifupi kama VMJ, ambapo ambapo katiba inaeleza, inasema VMJ watafanya kazi chini ya mwavuli wa halmashauri ya walei. Manake swali kwamba mimi nikiwa kama kiongozi wa chama cha kitume ninamuona kiongozi wa kamati yangu tendaji ni mtu ambaye ninapaswa kushirikiana naye, ama ninafanya maamuzi mimi tu peke yangu? Kwa nini ninaeleza hilo? Ni kwa sababu katika uzoefu wa kutembea majimbo na maparokia kadha wa kadha, pamekuwa na kuvutana kwamba kati ya viongozi wa vyama vya kitume na viongozi wa halmashauri ya walei ama kamati tendaji, pamekuwa na kuvutana nani zaidi kuliko mwingine. Na wakati mwingine kwa sababu vyama vya kitume hawataki kufanya kazi chini ya halmashauri ya walei, pamekuwa na hali ya kudharauliana kwamba hawa wanaamua mambo yao. Vyama vya kitume wana uwezo wakaamua mambo yao kwenye parokia, unamuuliza kiongozi yoyote wa kamati tendaji hajui. Lakini sio hivyo tu, kamati tendaji na wao wanajiweka kwenye hali ya kuweza kujua sisi tunawajibika kwa vyama vya kitume katika mambo makubwa 4: kuwatia moyo, kuwaelekeza, kuwashauri, na yako mambo 4 katiba inaeleza kwao. Lakini kamati tendaji kwenye maparokia yetu wanajipanga sawasawa kuhakikisha wanatembea pamoja na vyama vya kitume. Jibu, sio maparokia yote. Unaweza ukaitwa kwenye parokia fulani na chama cha kitume labda ni WAWATA, bwana njoo uje ufanye semina hapa kwetu. Sasa mimi kwa sababu natoa darasa za uongozi, huwa ninauliza kuna kiongozi wa kamati tendaji yoyote? Unakuta hakuna, wanafanya wenyewe. Unaitwa na UWAKA, unauliza parokia nzima hakuna kiongozi yoyote wa kamati tendaji. Lakini ukiangalia kwa miongozo yetu, hasa ukiangalia ukurasa wa 14 wa katiba halmashauri ya walei, wameeleza juu ya kazi mbalimbali za wale viongozi wa kamati tendaji: mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, mtunza hazina. Makamu mwenyekiti, miongoni mwa majukumu yake ya kumsaidia mwenyekiti, pia anao wajibu kama kiranja wa kuhakikisha yeye anamulika vyama vya kitume vyote, hata yeye humoni kwenye hilo eneo. Sasa kwa sababu pande zote mbili hatufanyi ipasavyo, ndio maana tuko hapa, mwalimu alivyodokeza pale, lazima kuheshimiana kwamba mimi ni wa kamati tendaji, mimi ni wa chama cha kitume, ninapasa kuheshimu viongozi wenzangu, napasa kuheshimu mamlaka hierarkia ili twende kwa kanisa la kisinodi. Iko hivyo. Haya, asante sana. Bila shaka mtazamaji umeweza kupata kidogo namna jinsi ambavyo tunapofanya kazi zetu huko za vyama vya kitume, basi tuhakikishe tunakuwa na umoja na mshikamano. Tumeambiwa pia upendo, hilo ni jambo kubwa sana. Basi hebu tutazame sasa hii mada yetu ya leo ambayo unasema jinsi ya viongozi walei wanavyoweza kutekeleza mpango wa wokovu. Karibu. Naam. Na katika hilo ni kweli kabisa, kwa sababu ukisoma katiba ya halmashauri ya walei ule ukurasa wa 2 unazungumzia hayo malengo. Sasa moja ya lengo ni namna gani unavyoweza kutekeleza mpango mtakatifu wa wokovu kwa watu wote na katika nyakati zote. Wakati mwingine hapa kunakuwa na hali kama vile ya ama kutegeana ama kutokujua, kwamba tunafikiri kwamba mpango mtakatifu wa wokovu anayetakiwa kueneza
au wanayetakiwa kutekeleza lengo hilo. Wainjilishaji. Si ni mapadre tu labda au watawa tu yani masista labda au mapadre au maaskofu ndio wenye kazi hiyo. Na katika eneo hilo utakuta sasa walei pengine wanaona mimi mambo ya kumhimiza mtu juu ya jambo la kiimani au kumwambia mtu, kumkumbusha mtu, hilo padre atafanya hiyo. Sister hiyo ndo kazi yake. Lakini ukweli sio huo, kwa sababu kwa njia ya ubatizo sisi sote tumefanyika kufanya hizo kazi. Tuna wajibu wa kuhubiri Injili, kueneza mpango mtakatifu wa nini? Wa wokovu. Na maana yake viongozi wa leo wana nafasi muhimu sana kueneza huo mpango mtakatifu wa wokovu, kwa sababu wao ndo wanaishi kule. Sisi ndo tunaishi kule mitaani kule. Huko kwenye vijiji, kwenye jumuiya, kwenye familia, kazi mbalimbali, maofisini humo, kazi hizi za mbalimbali huko mitaani, ndio tunaishi na jamii kindaki. Tofauti na labda mapadri wenyewe wanaishi huku parokiani, na kule mitaani kwetu wanakuja tu labda kwa sababu fulani na kwa wakati fulani. Mtawa naye kumuona huko mitaani sio rahisi. Lakini sisi maeneo ya kazi, kama kuna kuuza michicha, kama kuna kuendesha magari, kama usije kuna kazi gani za gereji huko, hizo zote sisi ndo tunaishi kindaki na jamii. Sasa tunapoishi na jamii ile, sio kwamba tunaishi naye tu tumekaa tu hivi. Kuna kazi inayotakiwa tuifanye. Kazi yenyewe ni ipi? Kueneza mpango mtakatifu wa nini? Wa wokovu. Si tu swala la viongozi wa leo, lakini ni swala la kila mbatizwa. Na kwa nini sasa hilo jambo linakuwa ni muhimu sana? Linakuwa la muhimu sana kwa sababu Mungu mwenyewe ndivyo alivyotaka. Na tunajua Bwana wetu Yesu Kristo alisema, tunajua maandiko yanavyosema kwamba Yesu alisema, maandiko yanasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asifanye nini? Asipotee. Kwa hiyo kumbe sasa kila mtu, tuna watu kule tunayekaa nao si wa Kristo, si wa Katoliki, hawajui kabisa habari za Yesu. Tushawahi kuwafikishia huo mpango wa wokovu ambao Yesu aliuleta. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo mimi huwa nalitazama kwa namna tofauti sana. Ukiangalia maandiko matakatifu haya katika ule waraka wa pili wa Petro, Petro mtume sura ile ya 3 ya 9 anasema, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Sasa kama Mungu mpango wake yeye watu wote waokolewe, hataki mtu yeyote afanye nini? Apotee. Sasa anaposema hataki mtu yeyote apotee, manake nani afanye hiyo kazi ili watu wasipotee? Ni sisi tuliomtambua Mungu. Ni sisi ambao tumechaguliwa kuwa viongozi kule kwenye jumuiya zetu. Ukishakuwa kule mwenyekiti, moja ya kazi yako kubwa kueneza mpango mtakatifu wa nini? Wa wokovu. Ukishakuwa makamu mwenyekiti, moja ya jukumu lako kubwa ni hilo. Ukishakuwa si katibu msaidizi, mtunza hazina, usiangalie tu kwamba unatunza hazina ya fedha. Angalia pia kutunza hazina za roho za watu. Unazipeleka wapi hizo roho za watu? Hakuna mtu pale unayekaa naye ambaye hamtambui Mungu. Hakuna mtu ambaye unakaa naye hasali. Hakuna mtu ambaye haendi kufanya ibada. Hakuna mtu ambaye hajishughulishi na mambo ya Mungu pale. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni kwamba katiba yetu imetuwekea misingi mizuri sana. Na kwa sababu imetuwekea misingi mizuri, wewe kiongozi unayesikiliza au unayetazama sasa, mimi Mkristo Mkatoliki ambaye ni mbatizwa, nina kazi ya kueneza mpango mtakatifu, kwa sababu Mungu moja ya jambo ambalo ametuagiza, hataki mtu yote afanye nini? Apotee. Hataki mtu apotee, mtu yoyote. Sasa sijui hapo unakaa na nani ambaye bado hajamfahamu Bwana Yesu? Sijui unakaa na nani ambaye halijui kanisa? Sijui unakaa na nani ambaye hajawahi kusikia habari za nini? Za wokovu. Sasa kama hatujafanya, basi inatakiwa tufanyeje sasa? Tufanye kwa kufuata maagizo ya Mungu. Lakini kabla Mwalimu Mushi hajaingia hapo, kuna hili andiko lingine muhimu sana hili. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2.
aya ya 3 na ya 4. Mtume Paulo anatuambia hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo mema. Kumbe katiba iliposema kwamba viongozi hawa walei na viongozi ngazi ya hierarkia na waamini kwa ujumla wao wawe na malengo ya kupeleka mpango mtakatifu wa nini? Wa wokovu kwa watu wote. Maandiko matakatifu yalishasema hapa, Mungu hutaka watu wote wafanyeje? Waokolewe. Wanaokolewaje sasa kama hawajapata habari? Wanaokolewaje sasa kama wewe na mimi hatujitumi? Wataokolewaje sasa kama, tena maandiko Mtume Paulo anasema, wataendaje wasipopelekwa? Watasikiaje pasipo mhubiri? Kwa hiyo maana yake ni nani sasa? Wewe uliochaguliwa pale kwenye jumuiya, ndio kazi yako hiyo. Na wewe ambaye ni Mkristo uliobatizwa, Mkatoliki uliobatizwa, ni wajibu wako. Usikubali kukaa aido bila kutekeleza huu mpango mtakatifu wa wokovu kwa watu wote na katika nyakati zote. Naam, hapo nilitaka niseme juu ya hayo, lakini kama utangulizi. Kama utangulizi. Tunaona sio wote ambao huwa wanakuwa na ujasiri. Anaweza kuwa anakaa sehemu hiyo, alafu ni yeye tayari ndio mbatizwa, lakini eneo watu waliomzunguka. Atafanyaje ikiwa kama anakuwa na hofu, anajiuliza hivi nikimfuata yule mama au nikienda kumuelewesha yule baba nikamfundisha tu habari za neno la Mungu, vipi kama atanitoa, yani kunifukuza na kuniambia maneno makali? Sasa ili swala la wewe timiza kwanza wajibu wako. Na wakati mwingine ni vizuri kuanza kuomba na kusali kabla hujamwendea huyo mtu, kwa sababu unajua Shetani naye yuko kazini, naye anafanya shughuli zake za kutaka kupotosha watu, za kutaka kuharibu watu. Sasa anaweza kuwa mkali kweli akakufukuza au asikusikilize kabisa. Lakini kuhubiri au kwa watu kuna namna mbili pia. Tunaweza tukahubiri kwa maneno, lakini pia tunaweza tukahubiri kwa nini? Kwa matendo. Sasa inawezekana wewe huna ile karama labda ya kufundisha kama labda Mwalimu Kobelo au Mushi anayo. Lakini matendo yako pia, yule mtu anaumwa ulishaenda ukamsaidia, ukamwambia tu tusali na wewe. Unaniruhusu kama unaniruhusu tusali tu, kwa sababu wakati mwingine unaenda kwa mtu labda mpagani huko ajili kabisa hizo habari. Omba ruksa. Lakini kabla hujaomba ile ruksa, kwanza mtanguliza nani? Tanguliza kusali, kumwombea yule mtu kwanza. Alafu utashangaa tu vitu vinakuwa rahisi pale. Nikuombee, watu wengi wanapenda kuombewa. Basi wasali pale sala zako vizuri, unamwomba Mungu amponye yule mtu. Na kama una chochote cha kumpa, ndo matendo hayo sasa unafanya, unamsaidia. Kama una kasukari, una kasabuni au una chochote kile ambacho Mungu amekujalia, tayari hiyo wewe umeshahubiri pia. Kwa nini? Kwa matendo. Kwa hiyo kuhubiri sio kwa namna moja. Sio mjuzi wa aya hii na hii na hii, lakini matendo yako pia yanaweza kumsaidia yule mtu, yakawa injili tosha. Naam. Haya, twende kwa Mwalimu Verani. Asante, nishukuru nimemsikiliza Mwalimu Kobelo na swali ambalo umemuuliza. Kabla ya kuzungumza nachotaka nizungumze ndio muhimu wa sakramenti ya kipaimara. Tafsiri tu ya sakramenti ya kipaimara ni ya kumpa Mkristo Roho Mtakatifu, pamoja na mapaji yake yote 7, kumfanya Mkristo huyu kuwa mkamilifu na kumweka kwa askari wa Yesu Kristo. Hapa kwenye uaskari manake tunachukua ile tunasema ni fadhila ya ujasiri, bila kuwa na woga, bila kuwa na hofu. Haijalishi utasemwa vibaya, haijalishi, yani manake kwanza kipimo cha Mkristo kumtangaza Kristo ni yale maneno mabaya utakayopata. Yani wewe mpaka unakufa hata jiwe hujawahi kupigwa kwa ajili ya Yesu. Sasa wewe sasa umevipiga vita vilivyo vizuri wapi? Wakati Yesu mwenyewe alipiga. Hujawahi kutukana wewe. Hapo nataka ukifa wewe tuandike umevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo umemaliza na umepiga vita hivi wapi? Na hujatandika. Sasa hii ndio miongoni, yani maana yake ndio dalili. Sasa nikija mtani wanasema unaporusha jiwe kwenye giza alafu ukasikia kelele ujue limempata. Kwenye giza unajua ile jiwe ndio rusha limefanyaje? Limefika. Na ndio maana hizo ndio dalili za kuonyesha hii imani ni maneno ya Mungu yamefika mahala pake.
Na ndio maana sasa ukiangalia historia ya kanisa Katoliki duniani, pale mwanzo tu mwanzilishi anasema wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitofanyaje? Kumbe ipo milango ya kuzimu. Sasa haitolishinda, maana yake kuna competition hapa. Huyu Mkristo wewe ukatembea kama mwale anakwenda kwenye harusi umevaa shela unakwenda kwa kunyata, hapana, lazima ujue kuna changamoto za aina mbalimbali. Na ndio maana Mwalimu Kobero wakati anachambua hilo kwenye yale mambo sita, alikuwa mambo sita tulizungumza jana ya nguzo, kutengeneza nguzo imara. Yale wengine waliopita ingawa hatukumaliza yote. Hatuwezi kumaliza, vitu viko vingi hapa. Kwa hiyo lazima wala milango ya kuzimu haitolishinda. Kanisa hilo limepita kwenye milima na mabonde. Haimaanishi ilikuwa linapigiwa makofi kila mahala. Hapana. Walikuwa wanapita kwenye changamoto za aina mbalimbali, wengine wanauawa, wanaibuka wengine, imani inasonga mbele. Nenda Pugu, angalia wafia dini wale. Wameuawa, haimaanishi kana kwamba walipenda, hapana, walimtangaza Kristo, ikachoma mioyo, wakapigwa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, unapomtangaza Yesu usiwe na oga, lakini ujue kama miongoni mwa matokeo ya kupeleka habari njema ni kama Kristo alivyopitia. Haya nilikuwa najazia ya mwalimu. Sasa nizungumzie yangu mimi. Karibu. Nianze kwenye tafsiri kwanza. Kichwa cha habari, ile heading kwanza. Nzuri sana. Jinsi walei viongozi walei. Yaani manake hapo hierarkia hawa. Ni sisi walei, ama katika lugha nyingine tunasema waamini. Hatusemi waumini, waamini. Ndio lugha tunayotekeleza. Jinsi viongozi wa walei ama waamini waamini wanavyoweza kutekeleza mpango. Hapa kuna jambo kidogo hapa niliweke. Mpango mtakatifu, si tu mpango mtakatifu wa wokovu. Sasa ukisema mpango tu wa wokovu, manake kuna wokovu kule zimamoto wanafanya wokozi. Majeshi yetu wanafanya uokozi katika maeneo mbalimbali. Kuna watu kuna vikundi vya uokozi, Msalaba Mwekundu wanafanya uokozi. Manake ile ladha ile inapungua. Lakini tukisema mpango mtakatifu wa wokovu, manake hii ni special ya kimungu. Iko hivyo. Hilo jambo la kwanza. Sasa kabla ya kwenda eneo lolote, kwanza tutoe tafsiri. Kabisa. Kuna wokovu. Kuna kuokoka, lakini kuna kuongoka. Haya ni maneno wa Katoliki tunatatizika sana, lakini si hivyo tu, yametumika kama fimbo za kutuchapia. Wakati mwingine Mkristo hajui ajibu nini kwenye ile eneo. Lakini wakati huu Mwalimu Kobero unaweza ukawa umezungumza hapa, umezungumza vizuri mno. Lakini sasa anazungumzia mpango wa wokovu. Mtu hajui hii wokovu hii ni kitu gani. Umeona? Ndio maana nikasema kwanza tutoe tafsiri hapa, alafu tunakuja kuanisha na yale uliyozungumza ili tupate kitu kamili. Tunapozungumzia juu ya wokovu. Wokovu tunasema kwa maana katika lugha ya kawaida ni mtu alikuwa katika hali ya kuangamia, alafu akatolewa kwenye eneo la kuangamia, akawekwa kwenye eneo salama. Kitendo hichi tunasema huu ni wokovu. Tunapokuja sasa kimungu, sasa kitendo cha wanadamu kuwa kwenye wimbi la dhambi, kupotea kwenye dhambi, kupotea kwenye changamoto za aina mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo, kupotea kwenye mambo ya kimungu. Yani manake tunasema sisi tuko kwenye dhambi, sisi ni wa dhambi. Kitendo cha Kristo kufa msalabani, na katika kufa kwake msalabani akatufundisha sisi kufuata maisha ambayo yeye alituonyesha, aliyapitia yale maisha ya njia ya msalaba. Kitendo cha kubatizwa, maana yake wewe sasa tunasema huu ndio wokovu wenyewe. Katika lugha nyepesi tunasema wokovu ni kumwamini Kristo. Katika lugha nyepesi wokovu ni kumwamini Kristo. Sasa unamwamini katika jambo gani? Unamwamini katika yale aliyofundisha. Mambo gani aliyoyafundisha? Yale kitendo cha kuja duniani, alipita katika mafunzo ya aina mbalimbali, akiwafundisha watu utu wema, akiwafundisha watu upendo, akiwafundisha watu kusaidia watu wengine, akiwafundisha watu njia nzuri ya kuweza kumheshimu na kumcha Mungu, akiwafundisha watu kusali.
Hizi zote hizi ndio tunasema ni wokovu, ambapo sasa yeye mwenyewe katika kufundisha kwake alipita kwenye kitu kinachoitwa njia ya msalaba. Kile kitendo cha kupita kwenye njia ya msalaba, mwisho wake watu wakamsulubisha msalabani. Kitendo cha kumsulubisha msalabani, akafa, akafufuka, akatangaza ushindi. Leo hii tunapata wokovu wa Yesu kwa kubatizwa. Sasa basi, kitendo cha kubatizwa, wewe umekuwa Mkristo, umekuwa mwana wa Mungu. Hii ni tafsiri ya wokovu. Sasa kuna kitu kinachoitwa kuokoka. Sasa kuokoka ni tafsiri nyingine inayozungumza. Kwa mfano, mimi nikisema nimeokoka, maana yake mimi sina dhambi, maana yake nimetembea katika maisha ambayo Kristo amefundisha, maana yake sina nini? Dhambi. Sasa kwa Wakristo wanaokoka, kwa Wakristo hawana dhambi. Mkristo Mkatoliki anatembea katika maisha ya unyenyekevu. Kitendo cha kusema mimi nimeokoka, maana yake ni kutangaza hadharani mimi sina dhambi. Hilo linabaki ni jambo la Mkristo mwenyewe na Mungu. Mfano, nimekwenda kuungama. Kitendo cha kwenda kuungama, maana yake mimi nimesamehewa dhambi. Nina uwezo wa kusema sasa mimi nimeokoka, maana yake sina dhambi. Lakini sio desturi ya Mkatoliki. Kwa nini? Tumefundishwa maisha ya unyenyekevu. Na hakikisho la msamaha wa dhambi wa muumini, kwa maana ya Mkristo, ni Mungu mwenyewe ndo anayejua viwango vya kuungama kwangu. Je, nilikuwa sahihi na dhambi zangu zimeondoka? Hakikisho hilo ni la Mungu anayejua ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 1 na aya ya 8 anasema, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, na kweli ya Mungu haimo mwetu. Lakini tukiziungama na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa haki mpaka atuondolee dhambi zetu zote. Kumbe sasa Mungu ananiondolea mimi dhambi, lakini siweki bango la kutembea kutangaza hilo. Hilo ni jambo la mimi kushuka kwa unyenyekevu, nikilia Mungu kwamba ni mwenye huruma, azidi kunisamehe. Lakini kuna kitu kinachoitwa kuongoka. Kuongoka ni tendo la awali. Mimi nilikuwa kutoka kwenye dini fulani, alafu nikasikia habari za Yesu, nikasema jamani, naombeni sasa mimi niingie kwenye imani yenu. Kile kitendo cha kuongozwa tu kwa sala ya awali, nasema huyu mtu ameongoka. Lakini ili niendelee kukulia imani, manake ninakwenda kwenye uokovu, ninaishi kwenye uokovu. Katika lugha ya kuishi maisha ya kiuokovu ambayo tunayozungumza na Mwalimu Kobelo ameyaeleza, katika lugha ya kikanisa ndio tunasema katekisimu ama katekesi. Tafsiri ya katekesi ni maisha ya kumfuata Kristo na yale yote aliyotufundisha kwa ujumla wake, hiyo inaitwa ni katekesi. Sasa hapo tunakuja kwenye tafsiri. Sasa tunaposema mpango wa wokovu, ni viongozi kuhakikisha watu mbalimbali wanampokea Kristo. Ndio tunarudi kwenye yale aliyozungumza Mwalimu Kobelo. Nimehakikisha hayo kwa wanaonizunguka. Tunarudi kwa Mwalimu Kobelo alivyozungumza. Je, ninayahakikisha hayo katika maisha ninayoishi? Ndio akaja kwenye tafsiri ya kumtangaza Kristo katika namna mbili, kwa maneno pamoja na nini? Na matendo. Lakini sasa lengo ni nini? Kwamba watu waone maisha yangu yawe ni ushuhuda, wampokee Kristo kwa maneno, kwa namna, kwa maisha yangu mimi ninayoishi, kwa matendo. Sasa matendo yangu yamtangaze Yesu. Hivyo sasa hakuna yoyote atakayesema mimi sina kipawa cha kuhubiri. Huwezi ukasema sawa, hichi Mungu anakupa, lakini swali, maisha yako wewe kama kiongozi ni mvuto kwa watu? Hilo ni jambo la kujitafakari. Katika kutembea kwako kama kiongozi, ni lazima ubadili mtizamo wako. Sawa, ulikuwa na maisha yako kabla ya kuchaguliwa, wewe ni kiongozi. Lakini baada ya kuchaguliwa, lazima ujue mimi ni nani. Mimi ni kiongozi, sawa, ninatembea kama kiongozi, ninaishi kama kiongozi, mahusiano yangu mimi kama kiongozi. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati napotembea mimi ni barua ninayosomwa na watu. Ndio kinachopaswa, ndio mpango wa wokovu tunaozungumza kwa watu wote. Iko hivyo. Haya. Basi mtazamaji, tumesikia hapa, tumeambiwa, je, sisi ni barua au mimi ni barua, nikitembea watu wanaweza kusoma, na wakisoma wanapata nini?
wakisoma wanapata ule wokovu. Tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi tutaweza kutazama zaidi, maana hapa tumepewa ufafanuzi wa hii mada au kichwa cha habari, na tumepata katika kichwa cha habari hiki tunajiuliza sisi wenyewe, mimi ni barua. Tupate mapumziko. Na mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi namna hiyo, tupige hatua na tusonge mbele. Mwalimu Vera ni hapa alikuwa ametuambia hiyo kazi ya wokovu. Tukianzia hapo tu, mimi kama mbatizwa, je, nimeanza kuwainjilisha wengine au ni barua ya kusomwa? Na hiyo barua ya kusomwa ninasomekaje? Naweza nikawa barua kweli, lakini ninasomeka nini? Kinasomeka ndani ya hii barua ambayo mimi ninaitangaza kwa matendo, kama siwezi kuhubiri, kama siwezi kumtangazia mtu wokovu? Mwalimu Vera, ni asante. Mimi na asante. Na una swali lako hapa. Karibu sana. Mtazamaji, nikwambie tu hapo ulipo nambari za simu zinapita hapo, kwa hiyo unaweza ukaandika maswali yako. Ni wakati basi tuingie katika maswali. Tushapewa kitu kazi, tumeshaambiwa hapo zege limemwagwa, kwa hiyo kilali kitu. Huyu anasema naitwa Patrick Ndeji, natokea parokia ya Josefu Mfanyakazi, nipo jimbo la Shinyanga. Na mkubali sana huyo mlei anayehubiri, akimaliza huo ufafanuzi mpigie hata beti moja ya kwaya hiyo. Haya, asante. Si tutaka maswali hapa. Anasema samani, nilikuwa naomba kujua huyo mhadhiri hapo studio anaitwa Myahudi, na ndiye je, aliwahi kufanya kazi na Injili pamoja na Damian Ndimbo? Hilo swali sasa. Myahudi yupo, mimi sio Myahudi, mimi ni Mwalimu Mushi. Ndimbo, Myahudi, mimi na Mwalimu Kobelo wote tulikuwa kwenye timu ya Biblia Nijibu. Kwa hiyo wala hajakosea, isipokuwa tu alichokosea ni kuniita mimi Myahudi. Myahudi yupo na wote tulikuwa kwenye timu moja. Yuko sawa. Na bado tupo. Na bado sio kwamba tumeacha, bado tunasonga mbele. Sio Tanzania tumetoka huko. Bado tunasonga mbele. Asante. Haya, huyu anasema asante sana, hongera kwa kazi ambayo umefundisha. Nashukuru kwa kutuambia habari za kuokoka. Natumai mengine yatakuwa mengi, yatakuja mazuri. Huyu anauliza, je, Mungu alisali siku gani? Mungu alisali siku gani? Ndiyo. Kitaalamu, kwa maana unaposema tu Mungu alisali siku gani, maana yake swali hilo linakuwa lina mapungufu yake. Kwa sababu Mungu kawaida katika nafsi zake, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Mungu Baba katika enzi, sisi ndio tunasali tukimwomba yeye. Sasa ukisema Mungu alisali siku gani, alisali akimwomba nani? Umeona hiyo? Sisi ndio tunaosali ili kumwomba yeye. Lakini sasa labda pengine kusudio lake, labda katika kusaidia. Tunasema Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Mungu Baba, Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu. Nafsi ya pili ya Mungu ni pale alipotoa ubinadamu kwa lengo la kutufundisha sisi kusali. Ndio unaposoma Injili ya Mathayo ile sura ya 6 aya ya 5, anafundisha sala ya Baba yetu. Ndio unaposoma Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 1, anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Sasa anauliza swali, alifundisha lini? Ama labda pengine nimsaidia kulitengeneza vizuri swali. Ipi siku ya ibada? Kwa Wakristo wa Katoliki hatuna siku ya ibada specific. Siku zote ni siku za ibada. Na ndio maana Mungu maandiko yanasema, Yesu mwenyewe anafundisha, anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Lakini sio hivyo tu. Yesu mwenyewe kwenye bustani ya Edeni, bustani ya Getsemane, wakati anarudi kwa wanafunzi wake, akawakuta wamelala, akamwambia hamkuweza kukesha hata mara moja. Kesheni, manake hamjui siku wala saa. Kwa Mkristo Mkatoliki, ishu ya ibada ni kila wakati, kila muda na kila saa. Inapaswa wewe uwe aware na Mungu, uwe connected. Sasa basi,
labda pengine utofauti wa Dominika, kusanyiko la Kituruki, yani upekee wa Dominika ni nini? Sasa Jumapili sisi hatusemi ni siku ya ibada. Tunasema ni siku ya, ni Dominikus, ni siku ya Bwana. Dominika linatokana na neno la Kilatini Dominicus, maana yake siku ya Bwana, ambapo tunasherehekea ukombozi wetu. Kikatoliki tunasema ni Pasaka ndogo. Tunapokwenda kanisani, tunakwenda kuungana na Kristo, tunakwenda kushiriki katika sadaka ya Kristo msalabani ambaye anajitoa kupitia mikono ya padri. Na ndio maana hata kwenye mafungo hatufungi siku ya Jumapili. Utafunga Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili tunakumbuka ukombozi wetu. Kwa hiyo majibu yetu, ishu ya siku gani ya kuabudu ni kila wakati. Saa 12 watu wanasali, saa 6 watu wanasali, usiku kuna sala za jioni, yani wakati wote kuna sala za mishale, kuna sala saa 9, kuna sala takatifu, yani kila muda, kila wakati ni wakati wa kusali. Lakini upekee wa Dominika ni kwa sababu ni siku ya ukombozi. Iko hivyo. Haya, asante sana. Bila shaka ndugu yetu utaweza kufahamu sasa swali lako lilouliza, je, Mungu anasali siku gani? Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo, naitwa Mr. Nyeupe. Niwapongeze kwa kipindi kizuri, naomba kuelezwa mambo 10 ambayo Kanisa Katoliki hayabadiliki kadiri ya mafundisho. Sasa anaposema mambo 10 ambayo hayabadiliki ndani ya Kanisa Katoliki kadiri ya mafundisho, hii ni darasa pana. Tuichukue na Nyeupe, namfahamu huyo, kama Nyeupe huyu wa Kizuiani, Mama Nyeupe au Mr. Nyeupe. Mr. Nyeupe mwenyewe. Okay. Kwa hiyo tutaiandalia mada maalum, tutakuja kuchambua ili tuweze kuifaidi vizuri. Huyo anasema nawapenda sana, ninaitwa Emmanuel Elias kutoka Dodoma. Asante sana. Shukrani kwa kweli. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mimi nimependezwa na mahubiri ya baba yangu, kwa kweli Mungu awabariki. Asante sana. Asante. Tulijua ni swali, lakini tunataka maswali. Nawashukuru sana kwa kutufundisha wajibu wetu kama walei. Mwingine hapa anasema tumsifu Yesu Kristo, kwa majina anaitwa Kelvin wa Kuganda. Je, Mungu Ibrahimu na Nuhu kwenye nchi ya ahadi ilikuwaje? Maana hawa jamaa walikuwa nchi tofauti. Sasa kwa nini ilikuwaje na wakakutana? Mungu Ibrahimu yani jinsi walivyokutana naye. Yaani kwamba wamekutana naye kivipi? Yani wamekutana na Mungu kivipi? Nafikiri ndo kama sijakosea ndo sababu. Mungu, Ibrahimu na Nuhu. Sasa walikutana na Mungu kivipi? Ndo swali lake. Katika nchi ya ahadi. Hajaweka swali lake vizuri. Swali lake lengenyoka vizuri, nimemsaidia kwa sababu ukisema kukutana na Mungu, kukutana na watu wake si swali hili. Mungu hapa kwenye tunakutana na Mungu. Kusema wamefikaje katika ile nchi ya ahadi? Labda pengine tunapozungumzia issue ya kufika kwenye nchi ya ahadi, ni issue ya maandiko yameeleza. Kwa maana kupitia Ibrahimu anaambiwa atoke kule, akatoka akafika mpaka Parani, akaja Kanaani pale, lakini sio hivyo, alikuwa na Luti. Lakini kabla ya hapo, nyuma ya Ibrahimu ndo tunazungumzia Luti na watoto wake watatu, Ham, Shem na Yafethi. Kupitia watoto wa Nuhu sasa ndio tunaona kuja kupata vizazi vingine vilivyokuja. Kupitia watu wa Adamu waligarikishwa wote. Kwa hiyo kupitia Nuhu na watoto wake Ham, Shem na Yafethi ndipo ulimwengu unaanza kuzaliwa tena. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya ya 3. Mungu anatoa oda kupitia tena Nuhu, akimwambia nendeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Kupitia hapo sasa ndio na kina Ibrahimu anakuja kupatikana katika mtu. Labda kwa maana hiyo anayofikiria yeye kukutana, maana yake Mungu yeye alikuwa anaongea na hao watu. Mungu aliongea na Ibrahimu akimwambia mambo mengi tu, lakini moja wapo alimwahidi kwamba atapata uzao. Lingine alimwahidi kwamba yeye kupitia kizazi chake mataifa yote atabarikiwa. Lingine akamwambia kwamba sasa yeye ataitwa baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo hayo ni namna alipokutana naye, ni kwa kuzungumza naye. Alikuwa anampa maagizo. Maana direct speech. Alikuwa anampa maagizo moja kwa moja. Yaani alikuwa anaongea naye moja kwa moja Ibrahim.
Na labda huyo alisema nani? Nuhu vile vile. Nuhu pia Mungu naye aliongea naye hivyo kwa tu. mtindo ule Hivyo tu kwamba toka huko watengeneza safina, nitakalikisha nchi, ndo akasafiri hivyo sasa. Sasa na mpaka akafika mahali pale ambapo alipoona kumekuwa shwari akatoka kule. Kwa hiyo alikuwa anakutana nao kwa namna gani? Maana kwa njia ya mazungumzo. Mungu alisema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi. Ukisoma kitabu cha Ibrania kinaongea hivyo. Kwa kuna ambao walioteshwa ndoto, lakini kuna ambao walisema nao mdomo kwa mdomo, na kuna ambao alikuwa anawapa maagizo tu kwamba ufanya hiki, vua viatu kama Musa alikuwa anaambia. Kwa hiyo sasa kama ni kukutana kwa staili hiyo, na maana yake alikutana nao kwa namna hiyo, kwa kuzungumza nao. Ndio. Ila angetengeneza swali lake vizuri ili tujue ile mantiki alikusudia kitu gani. Sawa kabisa. Labda kwa mwingine kwa haraka maana muda pia unatutupa mkono. Kuna mwingine anaweza kusema, je, mpaka leo Mungu anazungumza na watu? Naomba Kobelo niwe wa kwanza kulijibu hapa. Manake mimi sijaja muda mrefu hapa. Wewe kidogo unapigaga sana hapa, walau pengine leo na mimi nimepata fursa. Mungu hadi leo anazungumza na watu. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano uko na hati 16. Na hati namba kama sijakosea ni namba 11 inaitwa Dei Verbum. Ambapo sasa ile ni konstitusio ya kidogma juu ya mpango wa kimungu. Fasiri yake kwa Kiswahili iko hivyo. Unaposoma hati ile ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano, unaeleza Mungu aliyesema zamani na baba zetu leo amejifunua kwetu kupitia neno lake. Swali, anasema mpaka leo? Ni kweli Mungu anasema nasi kupitia neno lake, anasema nasi kupitia watumishi wake, anasema nasi kupitia kanisa lake. Iko hivyo. Labda kwa kumsaidia zaidi pia ikisoma kitabu cha Ibrania sura ile ya kwanza inasema hivyo. Ile aya ya kwanza na kuendelea. Ibrania 1:1. Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu kwa njia nyingi, kwa namna nyingi, mwisho wa siku hizi anasema na sisi kwa njia ya mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye kalifanya ulimwengu. Sasa kusema na sisi kwa njia ya mwana si kinyume na haya aliyosema Mwalimu Mushi. Manake Yesu si ndo neno? Kakuwa yeye ndo neno, sasa hili neno tunalipata kulikana na maandiko yanapotufundisha. Kwa hiyo bado ni yale. Na Mtakatifu Ambrosi katika nukuu zake anasema tunazungumza na Mungu pale ambapo tunasali. Tunamsikiliza Mungu tunaposoma neno lake. Huyo ni Mtakatifu Ambrosi. Iko hivi. Basi muda wetu pia unatutupa mkono, tunabakiwa na dakika moja. Wewe unasema naomba unieleze ukarimu wa Mungu kwa Kilatini. Hii tena sasa hilo darasa na kwa sababu kuna ma-expert wa Kilatini, nadhani hilo watakuja kulifanyia kazi wao. Aliyefika. Basi mtazamaji, tukwambie tu wale ambao umeandika maswali usiyafute na wala usihofu. Muda utakuwepo tena siku nyingine, tutaweza kurejelea maswali haya na yatapata majibu. Kwa hivyo usiache kuandika maswali na majibu yako utayapata. Basi kwa leo tunaishia hapa. Nimkaribishe tena Mwalimu Verani au pengine Kobelo, una ujumbe wote ambao ungeweza kuwasilisha? Naam, ujumbe daima ambao baba mkurugenzi wa utume wa lei huwa anatukumbusha kwamba kutakuwa na lile tamasha letu lile warsha ile ambayo itakuwa tarehe 26 mwezi wa 9 2026, maana yake mwezi ujao tu hapa. Kwa hiyo wale ambao wamejiandikisha, wale ambao bado hawajajiandikisha wanaweza kutumia muda huu kufanya haraka kwa sababu jambo linakaribia. Na siku hiyo tutakuwa na mambo mengi pale, kuna michezo, kuna mafunzo mbalimbali yatatolewa na mababa hawa. Kwa hiyo ni tamasha kubwa kabisa, tamasha kubwa kabisa ambalo warsha, unajua sisi tunapenda kusema tamasha, warsha kubwa kabisa ambayo itahusisha waamini wa Katoliki, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Waamini tukiwa na askofu wetu. Naam. Tukimsikiliza baba askofu na watu wa mada mbalimbali. Naam. Maana si jambo la kukosa. Warsha. Kila jumuiya wajiandikishe. Maana
wakodishe Costa mayai zile, wanatoka maparokiani kwa wameweka mabango wanaelekea kule, manake huku njiani wanafanya uinjilishaji wa kutosha. Ndiko hivyo. Basi kwa sekunde moja au dakika moja tuhitimishe kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote tukiingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu na ubarikiwa. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtazamaji, ndio tumefika mwisho wa kipindi cha Walei Tuzungumze. Nimshukuru sana Mwalimu Vera Nimushi, kadhalika Mwalimu Ereuteri Kobero. Basi hatuna la ziada. Tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Selina Joseph Matuja. Asante na kwaheri.